juu ya maisha yangu yote ni kwa neema tu. Paulo anasema ya kwamba I am who I am by the grace of God. Kwa kwangu hapa asubuhi ya leo ni kwa neema tu, si kwa nguvu zangu wala uwezo wangu, si masomo yangu wala hekima ya mwanadamu. Ni kwa neema tu ya Mungu ya kwamba nimepatikana leo kuwa katika mitambo hii ya Ujuzi Radio, ili niweze kunena nao ukiwa mbali na pia ukiwa karibu nami. Wengine wako katika mji wetu wa Nanyuki, wengine wako mbali sana kule Olkalao na katika sehemu tofauti tofauti. Na nasema ya kwamba karibu sana, Mungu aweze kukubariki, tutembee pamoja katika dakika chache zilizo mbele yetu asubuhi ya leo. Na najua ya kwamba Mungu wa mbinguni atakubariki. Najua ya kwamba neema ya Bwana itashuka juu yako, na lazima tutembee na Mungu katika siku chache ambazo tumepewa katika dunia hii. Ayubu alifika mahali akasema ya kwamba hakika siku za mwanadamu ni chache na zimejawa na taabu. Katika siku ambazo Mungu ametupatia za kukaa katika dunia hii, wapendwa, ni vyema tutembee na Mungu tunapojitayarisha kwa ajili ya maisha yajayo. Paulo anasema ya kwamba kama ni kwa ajili ya maisha haya peke yake tunatumaini tulilo nalo, basi sisi ni watu wa kuhurumiwa sana. Kinasema ya kwamba si kwa ajili ya maisha haya peke yake, wapendwa, si kwa ajili ya maisha haya peke yake tuna matumaini tulio nayo. Ndio maana akasema ya kwamba hatuwezi kulinganisha utukufu ambao utadhihirishwa kwetu na mambo tunayoyapitia siku ya leo. Siku inakuja, mpendwa, ambayo tunayoyapitia leo yatasahulika. Siku inakuja ambayo mateso na maovu ya dunia tutayasahau. Siku inakuja ambayo tutachukuliwa na tuishi na Yesu mbinguni milele. Siku hiyo itakuja, wala uikubali ama ukatae, siku hiyo itakuja. Siku ya kurudi kwa Yesu itakuja, mpendwa, itakuja. Ni kama vile ambavyo jua na mwezi, maandiko inasema aliyeweka agano na jua na mwezi ndiye awekaye agano nasi hata siku ya leo. I want to tell you, the day of the Lord is coming. Siku ya kurudi kwa Yesu inakuja, na siku hiyo inapokuja, hapo ndipo maandiko ilisema wawili watakuwa wamelala pamoja, mmoja ataachwa na mwingine ataondoka. Watakuwa wakipunga unga pamoja, na mmoja ataachwa na mwingine ataenda. Siku hiyo, mpendwa, inakuja. Kurudi kwa Yesu kunaenda kutimia. Kila unabii uliotolewa kwa ajili ya kurudi kwa Yesu tunauona na macho yetu. I want to tell you, the day of the Lord is at hand. The day of the Lord is coming. It is nearer than when we believed. It is nearer than when Paul was here on earth. It is nearer than when Peter was here on earth. The day of the Lord is coming. I pray for you that you shall be ready for the Lord. I pray for you that you shall keep your heart ready, ya kwamba uweke mavazi yako yakiwa tayari kwa ajili ya kurudi kwake Mwokozi wetu Yesu Kristo. Weke mavazi yako yakiwa tayari, mpendwa. Anasa na starehe za dunia hii zaenda kufika mwisho siku moja. Zinaenda kufika mwisho siku isiyo mbali, and we shall forget everything about this world, and we shall remember that Jesus said, I go to prepare a place for you. When that place is ready, I will come and take you, that where I am, you shall be there. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whomsoever believes in him should not perish but have everlasting life. I pray for you, wapendo, tusiishi tu kwa ajili ya maisha hapa duniani ambao ni ya miaka michache, 70, 80, na tumeondoka siku hizi. Wanasema life expectancy imerudi kwa miaka 60, whatever years they are. Ziwe 120, ziwe 60. Daudi aliishi miaka 70, and the Bible saying alikuwa ametimiza makusudi yote ambayo Mungu alimleta hapa duniani kufanya. Na kuna wengine waliishi miaka 500, 600, na kile tunaambiwa tu ni kwamba fulani alikaa miaka 500 akafa. There is nothing much we are told about them. There is nothing much we are told about them. Brothers and sisters, it is not about the longevity of years, but the investment in the years that you live. Oh my God, it is not about the many years that you live, but it is about what impact do you have in the years that you live. What result do you have katika maisha unayoishi hapa duniani?
What is it that you leave to your children? What is it that you leave to your children's children? What is it that when Jesus comes and take us, ni nini iyo ambayo itatufuata? Maana maandiko inasema tukifikapo mbinguni matendo yetu yatatufuata. Yesu akirudi kama leo mpendwa, ni matendo gani inaweza kukufuata? Yesu akirudi kama leo, ni matendo gani inaweza kukufuata? I pray today in the name of Jesus, rekebisha njia zako na Mungu mpendwa. Tengeneza njia zako na Mungu. Wanadamu watafika mwisho. Waliokupenda jana leo hawako. Itafika mwisho. Starehe zitafika mwisho. Majina makubwa tulionayo yatafika mwisho. Mbinguni hakuna askofu, mbinguni hakuna mchungaji, mbinguni hakuna mwinjilisti. Tutakachosikia mbinguni ni kwamba, well done faithful servant, welcome to the kingdom of your Father. Chochote ambacho unachokifanya mpendwa, I pray for you that you be faithful, ya kwamba upatikane ukiwa mwaminifu. Mungu amekuaminia kuwa asha kanisani, be faithful. Mungu amekuaminia kuwa muombezi, be faithful. Mungu amekuaminia ya kwamba wewe ndiye utasafisha kanisa leo, watu waende wakute mahali safi, be faithful. Mungu ameniaminia kuhubiri injili. I endeavor with all my strength, I struggle with everything that I have, that I shall be found faithful. Paulo anasema ya kwamba sitaki kuhubiria wengine na mimi niwe wa kukataliwa. Anasema ya kwamba na upiga mwili huu ngumi ili kwamba mimi nisije nikahubiria wengine na siku ile nikakataliwa. Wapendwa, kama Paulo alikuwa anaogopa kukataliwa, it gives us more fear in us. If Paul baada ya kupigwa mawe na kufufuka, if Paul baada ya kufungua makanisa kila mahali, if Paul baada ya kufungua njera na kutoka, if Paul baada ya kufufua hata wafu, anasema bado ninapiga vita, bado ninapiga vita, ninasahau yaliyopita, ninapiga vita niweze kuattain that which Jesus has already attained for me. I pray for us today in the name of Jesus. Brothers and sisters, may we run with diligence the race that is marked for us. May we fight on, that one day we shall say like Apostle Paul, that I have run my race, I have kept the faith, and now it waited upon me the crown of righteousness that the Lord has prepared for me, and together with those that wait for his coming. I pray for you today. Don't only go to church, my brother, my sister. Prepare your heart for the coming of the Lord. Don't only sing in the choir. Prepare your heart for the coming of the Lord. Don't only go to sing praises in church and entertain yourself. Prepare for the coming of the Lord. I say Jesus is coming back. Oh yes, Jesus is coming. We are here to tell you Jesus is coming. Jesus is coming for the church. He is coming for the righteous and holy church. Jesus is coming back for the church. He is going to prepare a place for us. And when the place is ready, the Bible says, now come and take you home. The Bible says that those that will sleep before them, watakaolala kabla ya kurudi kwa Yesu, wakiwa kwenye makaburi watasikia tarumbeta. And those that slept in Christ will rise faster. Na tusisi ambao tuko hai, tutaungana pamoja na wao, tukamlaki Yesu mawinguni. I pray in the name of Jesus. Wapendo, let us fix our eyes unto God, the author and the finisher of our faith. Kile ambacho alianzisha ndani yetu, lazima atakuja kukikamilisha siku moja. Natazamia siku moja, natazamia jina langu liwe katika kitabu cha uzima. Natazamia majina ikisomwa na jina langu pia lipatikane pale, ya kwamba niitwe jina langu na nisikie umefanya vyema mtumishi wangu, umepiga vita vya imani, umemaliza salama, umejitolea, umetumia mali yako, umetumia mali yako na vitu zako ili injili hii kaweze kwenda katika mataifa. I pray that on that day jina langu litasomwa mbinguni likiwa limeandikwa
kwenye kitabu cha uzima, maana kule kuna vitabu na pia kunacho kitabu ambacho kimeandikwa majina ya wale ambao watakaurithi ufalme wa mbinguni. I pray for you, my brother, do everything that you can do, that on that day your name shall be read in heaven. Father, I pray that we shall fight well, that we shall stand in the Lord, that we shall stand in Jesus. Everything shall pass away. Everything that we see shall pass away. But your word will remain forever. Your word will remain forever. Nothing will be taken out of it. And for the hundreds of times that it is prophesied that Jesus will come back, I pray in the name of Jesus, we shall see Jesus someday face to face. Oh my God, there is a lot of sacrifice to be done. Na naomba ya kwamba Mungu atusaidie wapendwa, tukaweze kujitoa kama dhabihu. That's why I come this morning to preach to you and to talk to you about this sacrifice. Oh my God, nimeanza mafundisho wiki hii ya ambayo mpendo ni ya kusema juu ya divine intervention, kuingiliwa na Mungu ama muingilio wa uwepo wa Bwana. Na tunauliza ni nini itafanya Mungu aingilie katika affairs za wanadamu. Nikasema Alhamisi ya kwamba number one is prayer. Maombi mpendwa yako na uwezo ya kukutayarisha kufika mbinguni, na pia maombi yako na uweza ya kuleta mbingu katika maisha yako. Prayer connects you to God. And number two, we are sharing today the second catalyst of divine intervention. Mtu ananiambia ya kwamba mimi ninahitaji Mungu katika maisha yangu. I need God to intervene in my situation. I need God to intervene in my life. I need God to intervene in my situation. Number one, you must be prayerful, kwa sababu maombi ndio utuunganisha na Mungu. Wapendwa, maombi ndio utuunganisha na Mungu. Yesu siku moja anakuta wanafunzi wake wameshindwa kutoa pepo ndani ya mtoto, na baba yule mtoto akaangalia Yesu, akamwambia Yesu, nilimleta huyu mtoto wangu kwa wanafunzi wako, lakini wameshindwa kutoa hii pepo. Yesu akaangalia wanafunzi wake, wakamuuliza Yesu, mbona sisi tulishindwa kutoa hiyo pepo? Yesu akawaambia, zingine kama hizi haziwezi kutoka bila kufunga na kuomba. There are things we can never do in this life until we know how to pray. That is why the disciples of Jesus never asked Jesus to help them to do anything else. Lakini walimwambia Yesu, tufundishe kuomba. Mpendo, kushinda katika maisha haya na hata kufika kwetu mbinguni, it is by the highway of prayer. It is by the highway of prayer. It is by the highway of prayer. That is why Jesus said, pray without ceasing, pray continually. Jesus gives a parable in Luke chapter number 18 saying, men ought to pray always without giving up. Wapendwa, kitakacho kusaidia katika dunia hii si kulilia watu wenu, si kulilia watu ambao wamefunga masikio yao. It is by the prayer. Prayer. I teach prayer. I pray. I want to live a life of prayer. Nimeona ya kwamba mengine yote it can fail you, but I want to tell you, my brother, my sister, prayer can never fail you. Number two, catalyst of the divine interventions in our lives is sacrifice. And that was I want to share with us briefly today. The power of sacrifice. Mpendwa, katika maisha hii ukitaka kuona Mungu katika maisha yako, you must know how to sacrifice. Lazima uwe mtu wa kutoa dhabihu. Lazima uelewe ya kwamba God meets men on the altar of sacrifice. God meets people on the altar of sacrifice.
sacrifice. Divinity meets humanity on the altar of sacrifice. Tangu siku za Nuhu, tangu siku za Kaini na Abili, God responds to sacrifice. Hear me, brothers and sisters. God responds to sacrifice. There are many things that we do on convenience. There are many things that we do on convenience. Ndio maana kuna mtu ananisikiliza asubuhi ya leo. Ninajua kanisa utaenda, lakini kwanza utamaliza shughuli zako. Unaniambia, pastor, niko na shughuli za kufanya asubuhi. Ndio maana utatokelezea kanisani saa 5:30 ukishamaliza shughuli zako. Where is your sacrifice? Na unapotokelezea saa hiyo, unatarajia mpasta atakuombea mambo yanze kufanyika. Mpendwa, nataka nikuambie, God meets people on the altar of sacrifice. Ni nini hiyo utaacha haujafanya kwa sababu unataka kwenda kumwabudu Bwana? Sacrifice. Ni chakula gani hiyo hautakula leo kwa sababu unataka kukaa weponi mwa Bwana? Sacrifice. Ni nini hiyo utafanya leo kinyume na normal, kinyume na normality kwa sababu unataka kuweponi mwa Bwana? Sacrifice. Sacrifice. Leo tunajaribu kufanya ibada fupi fupi. Ya kwanza ize saa 2, ibada hiyo imeisha kwa sababu kuna watu wako na shughuli zingine za kwenda kufanya. Where is your sacrifice? Where is your sacrifice? Ya kwamba umefanya kazi siku zote 6, asubuhi mpaka usiku, na hata leo tunataka kuanza kaibanda ka asubuhi kwa sababu kuna watu wanataka kwenda kazi. Mpendwa, where is your sacrifice? Utaka ukisema sioni Mungu katika maisha yangu. God is asking, where is your sacrifice? What can you sacrifice for God? What can you give up for God? Paulo anasema ya kwamba yote yaliyokuwa ya muhimu kwangu nimeyahesabu kuwa ya bure so that I can gain Christ. Nimeweka ufarisayo wangu chini, nimeweka cheo changu chini so that I can gain Christ. What have you sacrificed? Ya kwamba leo unasema I want to gain Christ. And what is sacrifice? Where is your sacrifice? Daudi anasema ya kwamba mimi sitamtolea Mungu dhabihu yoyote ambayo haijanigharimu. Sitatolea Mungu sadaka ambazo hazijanigharimu. Where is your sacrifice? I want you to hear me. God will meet men on the altar of sacrifice. God will not meet people because of convenience. It is convenient for me to go to church. Kanisa hii ndio iko karibu na kwangu, hii ndio nitakayoyenda. Brother, sister, don't go to a church because it's close to you. Go to a place where God has called you. Kuna watu ulipa gharama kubwa sana because there is a place they must go to, the altar of God, to pay a sacrifice. Mimi wanashangaa na watu sana. From Monday to Sunday, yani from Monday to Saturday, watu hawakosi fare ya kwenda kazi, but on Sunday, pastor, ni fare nilikosa. Yani Monday to Saturday haukukosa fare ndanda, ni Sunday ulikosa fare, and still you are telling me you want God to bless you. Where is your sacrifice? Where is your sacrifice? From Monday to Saturday haulizangi lunch, lakini ibada basta saa 6:30 ikifika nimeanza kuumwa na vidonda za tumbo. But from Monday to Saturday hazikuumi, yani zinakuumanga tu ndanda ukienda kanisani. And you want to see God, and you want to see the hand of God, and you want to see the power of God over your life. Where is your sacrifice? I want you to hear me. Ukitaka kuona nguvu za Mungu katika maisha yako, there must be a sacrifice.
That is why God can say in Psalm 50, nikusanyieni watu wangu, nikusanyieni watu ambao wameweka agano na mimi kwa kutoa dhabihu, nikusanyieni watu ambao wameweka agano na mimi kwa dhabihu. Where is your sacrifice? You want to see God in your life? Be a sacrificer. What is that you can sacrifice? What is that relationship that you can sacrifice? Your outing ya leo, can you sacrifice it from God? Na uambie mtu, mimi leo siendi. I want to be in the presence of God. I want to go to church and pray. Where is your sacrifice? Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 5. Oh Bishop, I want to sing God. Oh Bishop, naomba Mungu asitumane ashuke mwenyewe. Let me show you a few people here who did a sacrifice to God. 2 Chronicles, Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 5. Wapendwa, mbingu, barabara ya kuingia mbinguni ni nyembamba, haijawahi kupanuliwa. Njia ya kuona Mungu ni nyembamba, haijawahi kupanuliwa. Don't be deceived, don't be cheated. Barabara ile ya kufika kwa Mungu bado ni nyembamba. Njia ya kuona Mungu bado ni nyembamba. Wale wamfikiao na kumuona bado ni wachache. Oh my God. The Bible said in 2 Chronicles chapter number 5 mstari wake wa 6, Mfalme Suleimani na mkutano wote wa Israeli waliokutanika kwake walikuweko mbele ya sanduku, yani mbele ya Mungu, wakichinja dhabihu za kondoo na ng'ombe wasiohesabika. Oh my God, wasiohesabika. Walitoa dhabihu ambazo hazingeweza kuhesabika. Wewe unaweza kuhesabu ni dakika ngapi uko kanisani? Unaweza kuhesabu leo, I'm going to charge for 1.5 hours. Yours can be counted. I came to tell you, dhabihu za Suleimani ili kwamba muone Mungu hazingehesabika. Wewe unaweza kuhesabu hata mwaka huu nimekuwa kanisani 45 days, 45 Sundays for 1 hour each of the Sunday. Dhabihu za Suleimani hazingeweza kuhesabika. You want to see God like Solomon? You want to see God? Where is your sacrifice? What can you say? I have sacrificed this for God. You are walking in weekend relationships. Unatembea katika mahusiano za kuvunja boma za watu. Unatembea katika mahusiano na ni nyumba ya watu umevunja. And you are saying, I am going to church. Forget about it. God is looking for a sacrifice. Can you look at that man in your right in his eyes na umwambie, mimi sitaki uhusiano na wewe. Ninajua umeoa, ninajua uko na mke, ninajua uko na familia. Dada, where is your sacrifice? Can you sacrifice that house rent for Jesus? Can you sacrifice that chips for Jesus? Can you sacrifice that car for Jesus? You have been bought a car by a man ambaye ameacha watoto nyumbani wakilia. Wewe unatembea hapa na vits na unatutishia maisha nayo. Danda, the day of your cry tutakusikia. Can you sacrifice it? Na useme, I refuse it. I know I have a life to live. Can you sacrifice it? Unaishi katika nyumba ya mawe. Watoto huyo mwanaume wanalia mashambani, hawana viatu. My sister, and you call yourself a sister in the Lord. I want to tell you, one day your cry, the cry of those children, the cry of that woman in the village, the cry of those children ambao hawawezi kujivalisha viatu, the cry of those little children who are walking naked, when you are eating the fats, when you are eating the money that should be taking them to school. I want to tell you, it doesn't matter how many times you run to church. It doesn't matter. Whatever you swallow today shall become bitter in your stomach.
I don't preach for fame. I preach the truth of the gospel. I preach what God has put in my heart. I preach not for fame, but I preach according to the voice of God. I came here to tell you, my brother, remember your children. Remember your wife. Remember those that are crying out there. My sister, umekana mtoto kwa sababu unataka kuwekwa maisha mazuri, na unakana mtoto kabisa. Hata unasema mimi sijawahi pata mtoto. Katoto kanalia na nyanya yake nyumbani, akajui hata kwenda shule. Uko hapa unazurura, unabebwa lefta, unawekwa kwa kiti hapa. I want to tell you, if you want to see God, there are things that you must sacrifice. I preach not for fame. I preach the word of God, because he who called me is faithful. As a preacher, a prophet of God, hear me, my brother and sister. Your sacrifice is what shall speak to God. Maandiko inasema ya kwamba solo imani. These are messages that people don't preach because you fear people run away from church. Hear me. We are not called just for people on earth. We are called to take people to heaven. That is my calling. Somebody might have been called to gather crowns around them. I'm called by the grace of God. Mungu amenipatia platform hii ili kwamba ukapate kusikia ukweli mama, ukapate kusikia ukweli danda, ukapate kusikia ukweli baba yangu. I want to tell you, you can waste your time, you can do a lot of things. Hata radio unaweza kuzima, but I want to tell you, you cannot switch off the truth. The Bible says you cannot do anything against the truth but for the truth. Hear me. They gave a sacrifice. Walitoa dhabihu ambazo hazingeweza kuhesabika. Walitoa dhabihu ambazo hazingeweza kuhesabika. Maandiko inasema hazingeweza kuhesabika wala kujumulishwa kwa kuwa wengi. Wale kondoo walichinjwa, wale ng'ombe walichinjwa, hawangeweza kuhesabika. They sacrificed too much until they could not count. What have you sacrificed today? You are telling me, Bishop, I need divine intervention. Where is your sacrifice? What is that you can say? This one I have lost because of Jesus. People have lost lives because of Jesus. People have lost families because of Jesus. People have stood for Jesus. Wakaambiwa tutawanyima mashamba, wakasema kaeni nayo. I want to remain with Jesus. Watu wamepoteza kazi kwa sababu ya kukaa na Yesu. Yani watu wameambiwa usipokubali hii na wewe kazi unapoteza. Wanafunga viragu, wanaenda, wanasema let me remain with Jesus than selling my body for a job, and you are there. That is what you are doing. Hii ndio mambo imeishi kufanya to retain your position in the workplace. Ikifika Jumapili ndanda, unatuvalia tuviatu turevu, unataka kutukanyagia. You have sold your soul. You have sold your everything. You have sold your soul, your spirit, your mind to retain that job. I want to tell you, it will profit you nothing. I am here to tell you, what shall it profit you, my sister, if you gain the whole world, ununuliwe magari, ununuliwe mashamba? What shall it profit you if you gain all things and later you lose your own soul? What does it profit you? What does it profit you? After gaining everything and then you profit your own soul. After you gain everything and then you lose your own soul. Nisikie mpendwa, maandiko inasema walitoa dhabihu ambazo hazingeweza kuhesabika. They sacrificed. They were ready to sacrifice themselves. And I want to tell you, everybody is a sacrificer. Biblia inasema in 2 Kings chapter 2 juu ya mfalme wa Kimoabu ambaye aliona vita imechacha, akaona vile amefinyiliwa na Waisraeli. The Bible saying alichukua mzaliwa wake wa kwanza. Alichukua mzaliwa wake wa kwanza,
akamtoa kama dhabihu kwa miungu yake. Yani hata huyo jamaa asiyejua Mungu wa kweli alikuwa na miungu ya kutolea dhabihu, alikuwa na miungu mingine alikuwa anatoa dhabihu kwa ajili ya ushindi wa vita hii. Hey, my Father, my God, I want you to hear me, brothers and sisters. If you don't sacrifice to God, you sacrifice to other gods. If you don't give your life, maandiko inasema in Romans chapter 12, let us give our lives as a living sacrifice unto God. Umekataa kupeana mwili wako kama dhabihu mbele zake Mungu, utaupeana kwingine so that usifutwe kazi. You won't give the same bondage to a man. You won't give the same bondage to other people to retain your position. You won't give your mouth. Iyo maandiko inasema Hebrews chapter 13:15, let us give praises to God as a sacrifice. Leo unakataa kwenda kanisani kuimbia Mungu, utaimbia wanadamu. Hakika ukikataa kumtukuza Mungu, utatukuza wanadamu. Ukikataa kupigia Mungu magoti, utapiga hiyo magoti mbele za watu. But if you want to stand before men, if you want to stand courageously before men, you will kneel before God. Somebody asked me, Bishop, unahubiri kwa ujasiri tena kwa ukali? Nikamwambia, it is because I don't know how to kneel before men. I know how to kneel before God. I have seen threats over my life. I have seen challenges in my life. I don't know how to kneel before men. I know how to kneel before God. I wake up in the middle of the night to tell God, I am in your hands. I wake up in the middle of the night to tell God, you are my help and my salvation. When my enemies come against me in one direction, God, you are able to scatter them in seven. I trust in the living God. If you don't kneel before God, you will kneel before men. But if you can kneel before God, you don't need to kneel before no man, because greater is he that is in you than the devil that is in the world. I came here to tell you, you must be a sacrificer. You want to sing God? Where is your sacrifice? Where is your sacrifice? Give your praises as a sacrifice to God. If you don't sing songs to God, utaimba wimbo. Usipotubu mbele za Mungu, utatubu mbele ya wanaume na wanawake. Utawalilia, utaenda ukipiga magoti mbele yao. Juzi niliona mtu anaenda mahali kupropose kwa msichana, jamaa anapiga magoti. Nikaangalia nikasema, guy wako hii, yani, is this now the way to approach a woman? By kneeling. If you don't kneel before God, you will kneel before women. Make a choice. Make a choice. And when they begin to get haywire, kumbuka ni magoti ulipiga, utaishi kuyapiga. I'm better live kneeling before God than kneeling before men, than kneeling before women. I better live kneeling before God, aliye na uwezo wa kunihifadhi katika haya maisha, na baada ya haya maisha ni muone mbinguni, than kneeling before men. I better live by a way of sacrifice. Nipige magoti mbele zake Jehova, aliye na uwezo ya kunihifadhi katika maisha haya, na hata nikifa ni muone Yesu uso kwa uso. I better live a life of sacrifice to God than to live sacrificing unto men. The Bible said they gave a sacrifice more than they could be counted. You want to claim the blessing of Abraham? Hey, receive the blessing of Abraham, Jesus Christ. Can you sacrifice what Abraham sacrificed? Can you walk in the path of sacrifice? Ya kwamba Ibrahimu anaambiwa, sio ngao friend anaambiwa ache, sio boyfriend anaambiwa ache, anaambiwa wacha watu wenu wote. Wewe umeshindwa kuacha kama mtu hapo kamoja. Ibrahimu aliambiwa wacha watu wenu wote. In fact, hata yule alijaribu kubeba anaitwa Lutu, alikuja kuwa kisirani walipoendelea naye. Maana the commandment of God was leave all your people. Wewe kahusiano ambao kanavuja nyumba ya mtu hawachi.
Uhusiano ambao unakuletea magonjwa hauachi. Uhusiano ambao unafanya watoto wako wateseke hauachi. Halafu leo unataka kuingia redeemed. Nisema receive the blessing of Abraham. Uinue kiti juu. Inua hata form, inua hata mawe, hakuna kitu unapokea. Where is your sacrifice? The blessing of Abraham was attached to his sacrifice. Abraham was ready. Mahali pote alienda, maandiko inasemaga alikuwa akifika Betheli, anauinua madhabahu, anatolea Mungu dhabihu. Akifika mahali pote anafika, anainua madhabahu, anatolea Mungu dhabihu. Kiasi kwamba hata Mungu alipomwambia nipatie mtoto wako Isaka kama dhabihu, Abraham was saying it is well with you. It is well God. Receive him as a sacrifice. You want divine provision? What can you sacrifice? Oh, Ibrahimu alipewa kondoo akachinje. Kabla ya kupewa kondoo alikuwa tayari kuchinja mtoto. Hey, receive the blessing. Mtu anaruka juu. Hey, I receive. Na saa hiyo, there is nothing more umesacrifice kwa Mungu. Let me tell you, God is not a confused God. The Bible said in the last days, preachers will come. I say preachers will come. And our preachers of today, including me, we have no power to change the scripture. We have no power, absolutely no power. Absolutely no power to change the scripture. Maandiko inasema in the last days wahubiri watainuka wa kuambia watu kile ambacho wanataka kusikia. And the people will be looking for those scriptures, for those preachers who will be telling them what they want to hear. Those who won't be telling them, you can live in adultery throughout the week and then come to church. Those who won't be telling them, unaweza kuiba kwa kampuni unayofanya kazi, alafu kuja kanisani. Wanatafuta watu ambao watawaambia, jo vile ulivyo. Yesu hakupembeleza watu wamfuate. Aliwaambia atakaya kunifuata. Na Yesu hajabadilika. The preachers of today cannot take the position of Jesus. Jesus is supreme. Jesus is the Son of God. He is given the name that is above every other name. Alisema ya kwamba hivi, atakaye kunifuata achukue msalaba wake. Kubeba msalaba is a sacrifice, brother. Kubeba msalaba. The cross is a sign of sacrifice. The cross is a sign of sacrifice, brother. The cross is a sign of sacrifice. Akasema atakaye kunifuata abebe msalaba wake. Sio watu. Abebe msalaba wake. Abebe msalaba wake anifuate. It doesn't matter what the preachers are telling you, sister. It doesn't matter what of today we are saying. Oh, the scripture will never change. The word of God is established in heaven. It can never be repealed. It can never be changed. It can never be taken through a constitutional amendment. It is settled in heaven. Where is your sacrifice? What is that you can sacrifice? Ni nini unaweza sema hii sitafanya tena kwa sababu ya Yesu? Oh my God. Ni nini unaweza kusema hii sitafanya? Wacha nipoteze nitakachopoteza. But I have made up my mind. I am not going on with this life. I am made up my life, my mind. Siendelei na hii maisha. I am changing my life because of Jesus. I want to gain Christ. Paulo anasema I want to know him and the power that resurrected him from the dead. I want also even if to suffer, to go through the suffering of Christ, that in the same way I will share in his resurrection. What is that you can say today, Bishop? Ninapoenda kanisani, ninaweza kuhesabu, I have sacrificed this because of my love for Jesus. Look at the way you sacrifice because of your love for men. Look at the way you have sacrificed because of your love for women. I told the people in church on Sunday, some of you have forgotten your fathers. You have forgotten your mothers because you want to sacrifice everything for a man. You have forgotten everything.
You have sold out everything. Wengine hata umekana ndugu zako na ukasema mimi siwajui. Hey, hawa hata mimi siwajui. Unaambiwa na danda yako si yako pale na rumora, hapana, mimi simujui, kwani huo ni wetu. You can sacrifice anything to gain a friendship with a man. You can sacrifice anything. Unakaa na nyuki na ndugu zako wako hapa, but you don't want even to introduce them to your happy. Kwa sababu gani? Mimi sitaki kuitanishwa na watu wa chini chini. One day utawatafuta. Hey, nisikie. You need to have sacrifices. One day. Biblia inasema ndugu alizaliwa kwa sababu ya siku ya shinda. A brother was born for the day of trouble. Hear me. The Bible says, sasa kuzimeisha hapa. Baada ya kutoa hizo dhabihu, baada ya kutoa sacrifice, maandiko inasema katika mstari wa 13, hata ikawa wenye panda na uimbaji walipokuwa kama mmoja, wakisikisha sauti moja ya kusifu na kushukuru Bwana, na wakipasa sauti pamoja na panda na matoazi na vinanda, wakimsifu Mungu wakisema, kwa kuwa ni mwema na maana fadhili zake ni za milele, ndipo nyumba ikajawa na wingu. Mungu akashuka. Wametoa dhabihu ambazo wasihesabiki. Mungu akashuka. Mpendwa nisikie, ukitaka kuona Mungu, niambie leo ni biashara gani umeitiwa na useme hii sitaenda, mimi naenda kuabudu Mungu. Niambie leo, what is that you have sacrificed to be in the church? What is that you have sacrificed to worship the Lord? What is that you have sacrificed to give unto the Lord? Where is your sacrifice? Where is your sacrifice? Maandiko inasema, kwa sababu ya dhabihu alizotoa, utukufu wa Mungu ulishuka. You want divine power in your life? Show God your sacrifice. Show God your sacrifice. You want to see God in your life? Show God your sacrifice. Ezekia alipoambiwa anakufa, kwani aliambia Mungu namna gani? Aliyetoa huo nabii hakuwa nabii wa uongo. Ni Isaia mwenyewe, nabii wa kweli, aliyetabiri kuzaliwa kwa Yesu miaka 700 kabla Yesu hajazaliwa. Haleluya. Aliyetabiri ya kwamba Mesia atakuja kabla ya miaka 700 kabla ya Yesu kurudi. Isaia nabii wa kweli alikuwa ashasema. Wacha unabii wako wa leo ambayo ni kukuchezea akili tu ndio umpelekee mbuzi. In fact, Isaya hakuhitaji chochote kwa Ezekia. Alimwambia Ezekia, jipange maana utakufa, panga nyumba yako, na akaondoka akaenda. Hakumwambia lete kuku ndio usikufe. Alimwambia Ezekia, jipange kwa sababu kufa utakufa. Lakini Ezekia naye mtu wa Bwana, Isaia alipotoka, aliangalia ukuta, akamwambia Bwana, kumbuka. That one is very powerful. What can you remind God today? Alimwambia kumbuka ile kazi niliyofanya katika nyumba yako. Leo ni nini unabeba? Ni nini unabeba leo mpendwa? Kule Nyahururu, jikaze. Watu wa wapi huko? Watu wa Ngarenyiru, ni nini unabeba? Nini hii unabeba unasema this is a sacrifice. I have sacrificed my life. I have sacrificed a position. I have sacrificed a position. I have sacrificed. Leo naenda kanisani bila sandaka. Mimi nitaenda kwa sababu nilitua kazi yangu kama dhabihu. Singeweza kuendelea na hiyo kazi. And I have no problem ya kwamba sina sandaka. I gave up my life. I gave up that in job because I wanted to keep my covenant with God. Maandiko inasema, baada ya kutoa dhabihu, wingu lilishuka, kiasi kwamba makuhani hawakuweza kusimama na kufanya huduma yao kwa sababu ya ile wingu. When God comes, he puts your things apart and begins to work in your life. Where you are today, you must struggle. You must struggle to keep that man. Yes, you must struggle. You must struggle.
You must struggle to keep your job. You must keep on doing what you did. Oh yes. Dada mmoja aliniambia, pastor, mimi nataka kufutwa kazi. How did you get the job? You know I was told, you was told. I told her, sister, to maintain that job, you have to continue. Otherwise utafutwa. You have to continue. Uchungu umetoka wapi sahi? Umekula pesa. Uchungu umetoka wapi? Uchungu umetoka wapi? Sikia mpendwa. What is the sacrifice that you can carry to God? Umwambie, Bwana, I want to remain holy before you. My body is a living sacrifice. I have offered my body as a temple of the Holy Spirit. There are things I cannot do because this body is a temple of the Holy Spirit. We don't stand in righteousness because people are watching us. It is because we have given ourselves as sacrifice to God. Wingu likashuka baada ya dhabihu. I want to tell you, if you want to sing God, number 1, tulisema prayer. Number 2, tumesema sacrifice. Number 3, I'm going to share in church today, obedience. And I will be praying for people today. May you walk with God. People who are ready to sacrifice. People who are ready to pray. People who are ready to walk in obedience. I will be believing God with you today that the presence of God will go with you. In the mighty name of Jesus, I pray for you where you are. As you go, as you prepare yourself. Sister, sacrifice. Sacrifice. I am telling you, sacrifice. You can't get out of that house. Kwa sababu unaogopa mtu atapotea. Sacrifice. You can't go to church early. There is nothing you can give up to go and worship God. There is nothing you can give up. Lazima uache umefua, umeosha vyombo, umepika ugali, umepika sukuma, saa hiyo ndio unakimbia kununua maziwa, maana lazima uache umekunywa chai, umeweka koko, mikate imepangwa hapo. Saa hiyo utamaliza saa 5 ndio unataka kutokea kanisani ukiwa unatoa hewa ingine hapo kwa umeshiba. Hata watu wakiimba, hey, wewe sijui mnahitaji nini kikwenu. Watu wanaimba, wewe tumbo imejaa kabisa danda. My brother, what can you sacrifice? Usemere hata hiyo chai wacha ikae. Hiyo mandazi wacha ikae. Hiyo mikate wacha ikae. I am going to worship my God. I am going to serve my God. I pray for you. I look at the people coming to church at 11, at 12. I look at the people and ask myself, my God, hivi ndivyo Mungu kweli unaabudiwa hivi? Saa 1 Jumatatu hao watu wako sokoni. Saa 12 asubuhi hao watu kesho wako sokoni. Lakini church is just another by the way. And you want God in your life? Hey, Jesus. Mungu atusaidie sana. Nasema wapendwa, unayenisikia, Mungu atusaidie sana. May you know how to kufika mbinguni mpendwa ni sacrifice. I pray for you. May you know how to sacrifice to God. Sio wote ubarikiwa. May God bless you.